Wataalamu mbalimbali wametengeneza vitu mbalimbali vya starehe kama vile magari mazuri, magari ya kifahari, ndege na kadhalika. Kisha watu wamejenga majumba ya starehe yenye kila aina ya vitu ndani yake vyenye kufurahisha macho. Pia watu wanaandaa milo ya kila namna, lakini bado haishindi starehe ya mwanamke. Kama tulivyotoa ahadi, na innal ahda kana mas'ula, ahadi taulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tutaelezea umuhimu wa bikra kwa ufupi sana, umuhimu wa bikra katika ndoa. Kwa nini leo tumechagua tumalizie hutuba yetu kwa jambo kama hili? Jambo hili lina umuhimu mkubwa sana katika ndoa, kwa vile mwanaume anapomkuta mwanamke wake yuko bikra, kwanza anafurahi sana kwa kuwa anajiamini huyo mwanamke ni mali yake. Mambo ndio yako hivyo hivyo. Huyo mwanamke ni mali yake yeye tu, tangu siku zilizopita, yani kabla hajamuoa na baada ya kumuoa. Jambo hili ndugu zangu, kwa kweli linamfurahisha sana mwanaume, na inapelekea kumthamini mke wake na kumpenda. Pia umfanya mwanaume awathamini wazazi wa mke wake kwa malezi ya kumtunza binti yao. Raha ya jambo hili nyingine, mwanamke au huyu mwanaume hatokuwa na wasiwasi na dhana mbaya juu ya mke wake, yani yale mambo ya wivu hatokuwa nayo. Faida nyingine ipatikanayo upande wa mwanamke ni kumpenda sana mume wake, kwa vile ndiye aliyemuingiza kwenye ulimwengu wa mapenzi, ambapo huko nyuma hakuwa anafahamu lolote juu ya jambo hilo. Pia mwanamke humsaidia kuto kumwaza mwanaume mwingine juu ya mapenzi, kwa sababu haiwezekani ukawaza kitu usichokifahamu. Ukiachilia mbali sababu hizo za kibinadamu, pia Allah subhanahu wa ta'ala yuko radhi na wanawake wote ambao wamelinda bikra zao na wakuguswa na wanaume, hawakuguswa na mwanamume yoyote ila pale tu walipoolewa. Mwenye kufanya hivyo ajue ana daraja mbele za Mola wake, kwa sababu ameonyesha utiifu mbele ya Mola wake na amesadiki maneno ya Mola wake pale alipoambiwa usizini, na yeye akakubali kuto kuzini, akastahimili. Na yeyote anayefanya kinyume na hivyo, yani akulinda ubikira wake, ajue ana dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ameonyesha ukaidi pale alipoambiwa usizini naye akazini, basi atafute cha kumjibu Mola wake. Umuhimu wa jambo hili sio ndogo ndugu zangu katika imani. Ndio maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipopiga mfano juu ya wanawake wema ndani ya Qur'ani, basi baadhi ya sehemu alizomtaja Maryam binti Imrani, yani mama yake Isa bin Maryam alayhi salam, ni nadra sana kutotaja huo bikira wake. Pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Tahrim aya 12, Allah anatuambia wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin. Wa Maryam ibnat Imran, na Maryam binti wa Imran allati ahsanat farjaha, aliyeulinda ubikira wake na tukampulizia humo kutoka roho yetu, na akasadiki maneno ya Mola wake mlezi, akayakubali maneno ya Mola wake mlezi na vitabu vyake, na alikuwa miongoni mwa watiifu. Na haikuishia hapo tu, Maryam akapata ubora kuliko wanawake wote kutokana na utiifu wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwemo na hilo la kulinda ubikira wake pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika suratu Al-Imran aya ya 42, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam,
Na angalie pale malaika waliposema, ewe Maryam, inna Allaha astafaki, kwa hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuchagua, amekuteua, watahharaki wastafaki ala nisa'il alamin, na amekutakasa na amekutukuza kuliko wanawake wote wa dunia mzima. Pia Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposifia pepo ameeleza ya kuwa uko peponi wapo wanawake ambao wana sifa hiyo ya ubikra. Jamani, hili sio jambo la mchezo kwa wanawake, laiti wangejua thamani yake. Allah anatuambia katika suratu Ar-Rahman aya 56, anasema fihinna qasiratu tarf lam yatmithunna insu qablahum wala jan, lam yatmithunna insu qablahum wala jan. Huma peponi watakuwepo wanawake watulizao macho yao, hawajaguswa na mtu wala jini, hawajaguswa na mtu wala jini kabla yao. Bi Maryam alikuwa kila chakula kutoka peponi hapa duniani. Maryam alikuwa akila chakula cha peponi hapa duniani, jambo ambalo sio la kawaida. Utukufu huu kuupata Maryam ila kwa sababu ya utiifu wake kwa Allah, ikiwemo na kulinda hiyo bikira yake, yani ya kuwa mzinifu. Haiwezekani mwanamke mzinifu afikie daraja kama hiyo. Mwenyezi Mungu anaeleza juu ya jambo hilo la kula chakula peponi bi Maryam binti Imran hapa duniani. Allah anasemaje katika suratu Al-Imran aya 37? Allah anatuambia, kullama dakhala alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Kila mara mzee Zakaria alipoingia chumbani kwake, Maryam alimkuta ana vyakula. Basi alimwambia, ewe Maryam, umevipata wapi hivi? Naye akasema, vinatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haiwezekani kabisa mtu mzinifu kufikia daraja kama hii. Ndugu zangu katika imani, wana mama, wanawake, wadada, tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie haya kwa watoto wetu, kwa mabinti zetu, kwa sababu hii ni neema kubwa. Na Allah akakujalia wewe Muislamu, wewe muumini ulioko hapa, Allah akajalia mwanao ameulinda utu uzima wake, ameulinda ubikira wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia salama. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie kila la kheri, tupe neema na baraka. Barakallahu li. Kalela Online TV, elimu ya dini, tiba ya jamii.